Mathematics is all around us. Almost everything we do involves mathematics. It is applied in various fields such as science, engineering, technology, social studies, economics, and many others. Numerous devices such as mobile phones, computers, television sets, and satellites are designed and manufactured on the basis of mathematical knowledge. In this chapter, you will learn about the meaning of mathematics, branches of mathematics, relationship between mathematics and other subjects, and the importance of studying mathematics. The competencies developed will enable you to apply mathematics knowledge and skills to solve daily life problems in different fields such as agriculture, entrepreneurship, botany, zoology, music, history, business, and many other fields. Hisabati iko kila mahali karibu nasi. Karibu kila kitu tunachofanya kinahusisha hisabati. Inatumika katika nyanja mbalimbali kama sayansi, uhandisi, teknolojia, masomo ya jamii, uchumi na nyingine nyingi. Vifaa vingi kama simu za mkononi, kompyuta, televisheni na satelaiti hubuniwa na kutengenezwa kwa misingi ya maarifa ya hisabati. Katika sura hii utajifunza kuhusu maana ya hisabati, matawi ya hisabati, uhusiano kati ya hisabati na masomo mengine na umuhimu wa kujifunza hisabati. Uwezo utakaopatikana utakuwezesha kutumia maarifa na stadi za hisabati kutatua matatizo ya kila siku katika nyanja tofauti kama kilimo, ujasiriamali, botania, zoolojia, muziki, historia, biashara na nyanja nyingine nyingi. The word mathematics comes from the Greek word mathma, meaning which is learnt, or science, knowledge or learning. Numbers, measurements, shapes of physical objects, and equations form a small part of it. Mathematics can be thought of as the science of the structures, orders, patterns, and relations that have evolved from elementary practices of counting, measuring, and describing the shapes of objects. Neno mathematics, hisabati, linatokana na neno hili la Kigiriki mathema, likiwa na maana ya awali ya mambo yanayohusiana na kujifunza na maarifa. Namba, vipimo, maumbo ya vitu halisi na milinganyo ni sehemu ndogo yake. Hisabati inaweza kufikiriwa kama sayansi ya miundo, mpangilio, ruwaza na mahusiano yaliyochukuliwa kutoka kwenye mazoea ya msingi ya kuhesabu, kupima na kuelezea maumbo ya vitu. It can also be thought of as a language of science, because by using mathematical reasoning, one can develop an understanding and be able to predict nature. Mathematics has the ability to provide precise expression for every concept that can be formulated using mathematical symbols and structures. The knowledge and skills of mathematics play a crucial role in understanding the concepts of other subjects, both in sciences and arts. Pia inaweza kufikiriwa kama lugha ya sayansi kwa sababu kwa kutumia mawazo ya hisabati, mtu anaweza kupata ufahamu na kuwa na uwezo wa kutabiri asili. Hisabati ina uwezo wa kutoa usemi sahihi kwa kila dhana inayoweza kutengenezwa kwa kutumia alama na miundo ya hisabati. Maarifa na stadi za hisabati zina nafasi muhimu katika kuelewa dhana za masomo mengine katika sayansi na sanaa. Mathematics can be categorized into different branches, such as arithmetic, algebra, and geometry. Arithmetic is a branch of mathematics that deals with the properties and manipulations of numbers. Manipulation of numbers is achieved through the use of basic mathematical operations, namely addition, subtraction, multiplication, and division. Hisabati inaweza kugawanywa katika matawi tofauti kama hesabu, algebra na geometry. Hesabu ni tawi la hisabati linaloshughulika na sifa na uendeshaji wa namba. Uendeshaji wa namba unafanywa kwa kutumia operesheni za msingi za hisabati ambazo ni kujumlisha,
kutoa, kuzidisha na kugawanya. Algebra is a branch of mathematics in which arithmetic operations are applied to symbols rather than specific numbers. The symbols or letters in algebra are called variables, which represent quantities with no fixed values. Algebra ni tawi la hisabati ambalo operesheni za hesabu hutumika kwa alama badala ya namba maalum. Alama au herufi katika algebra huitwa viambajengo ambavyo huwakilisha kiasi kisichokuwa na thamani maalum. The word geometry was derived from the Greek word geo, which means earth, and metry, which means measurement. Therefore, geometry is a branch of mathematics which deals with the study of the sizes, shapes, positions, angles, and dimensions of different physical objects. Moreover, properties of points, lines, planes, similarities, congruence, and shapes of different regular objects are also studied in geometry. Neno geometry limetokana na neno la Kigiriki geo, linalomaanisha ardhi, na metri, linalomaanisha kipimo. Kwa hiyo, geometry ni tawi la hisabati linaloshughulika na uchunguzi wa ukubwa, maumbo, mwelekeo, pembe na vipimo vya vitu tofauti vya kimaumbile. Zaidi ya hayo, sifa za pointi, mstari, nyuso, mfanano, mwafaka na maumbo ya vitu tofauti vya kawaida pia huchunguzwa katika geometry. Every aspect of our life makes use of mathematics in one way or another. Mathematics plays a major role as a tool for effective understanding of other subjects. Numerous concepts in other subjects and fields are described precisely using mathematics. Learning mathematics can benefit students through developing their problem-solving and critical thinking skills. Note that mathematical formulas which are used to represent and describe concepts and scenarios in other fields are commonly referred to as mathematical models. Kila kipengele cha maisha yetu kinatumia hisabati kwa namna moja au nyingine. Hisabati ina nafasi kubwa kama nyenzo ya uelewa mzuri wa masomo mengine. Dhana nyingi katika masomo na nyanja nyingine zinaelezewa kwa usahihi kwa kutumia hisabati. Kujifunza hisabati kunaweza pia kuwanufaisha wanafunzi kwa kukuza ujuzi wao wa kutatua matatizo na kufikiri kwa makini. Kumbuka kwamba kanuni za hisabati zinazotumika kuwakilisha na kuelezea dhana na matukio katika nyanja nyingine hujulikana kama mifano ya hisabati. Agriculture is closely related to mathematics. For instance, when farmers want to buy seeds, they need to understand the ratio of seeds that is sufficient for a piece of land. Similarly, the determination of the number of bags of fertilizers needed per acre requires some calculations. In these two examples, mathematics enables farmers to avoid the wastage of financial resources by purchasing only the required amount of inputs. Kilimo kinahusiana kwa karibu na hisabati. Kwa mfano, wakulima wanapotaka kununua mbegu, wanahitaji kuelewa uwiano wa mbegu zinazotosha kwa kila kipande cha ardhi. Vile vile, kuamua idadi ya mifuko ya mbolea inayohitajika kwa ekta moja kunahitaji hesabu fulani. Katika mifano hii miwili, hisabati inawawezesha wakulima kuepuka upotevu wa rasilimali za kifedha kwa kununua tu kiasi kinachohitajika cha pembejeo. Mathematics is also used in agriculture to determine suitable amount of water to be used in irrigation and the spacing between seedlings. Similarly, mathematics is used to determine the investment, expenditure, and savings in cultivating a specific crop, dividing a piece of land, calculating the cost of labor, and so forth. Hisabati pia hutumika katika kilimo kuamua kiasi kinachofaa cha maji kitakachotumika katika umwagiliaji na umbali kati ya miche. Vile vile, hisabati hutumika kuamua uwekezaji, matumizi na akiba katika kulima zao maalum, kugawa kipande cha ardhi, kukokotoa gharama ya kazi na kadhalika.
There is a direct relationship between mathematics and biology. For example, normal animal weights, rate of respiration, nutritive values of food, and transpiration are a few quantities in biology that can be calculated using mathematical concepts. Mathematics can also be used to estimate the number of blood cells present in the body, measurement of blood pressure, and counting sex chromosomes, among many others. Kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya hisabati na biolojia. Kwa mfano, uzito wa kawaida wa wanyama, kiwango cha kupumua, thamani za lishe ya chakula na upitishaji maji ni kiasi machache katika biolojia vinavyoweza kukokotolewa kwa kutumia dhana za hisabati. Hisabati pia inaweza kutumika kukadiria idadi ya seli za damu zilizopo mwilini, kupima shinikizo la damu na kuhesabu kromosomu za ngono miongoni mwa nyingine nyingi. Mathematics is widely applied in chemistry to represent and solve various problems. Some chemistry activities involve measurements of masses, volumes, lengths, temperatures, and densities of matter. Mathematics is also used to measure the constituents of mixtures, balancing chemical equations, among many other applications. Hisabati inatumika sana katika kemia, kuwakilisha na kutatua matatizo mbalimbali. Baadhi ya shughuli za kemia huhusisha kupima uzito, ujazo, urefu, hali joto na msongamano wa mata. Hisabati pia hutumika kupima viungo vya michanganyiko, kusawazisha milinganyo ya kemia, miongoni mwa matumizi mengine mengi. Physics involves the study of laws, principles, and theorems which governs how matter works. Most of the quantities in physics are expressed mathematically through formulas. In order to understand how to apply the formulas to solve some physics challenges, knowledge of mathematics is needed. All the quantities in physics are expressed in numbers and units, which have to be manipulated using the concepts and skills of mathematics. For example, to determine the speed of a moving object, one has to find a ratio between the distance covered and the time taken. Fizikia inahusisha uchunguzi wa sheria, kanuni na nadharia zinazosimamia jinsi maada hufanya kazi. Zaidi ya kiasi katika fizikia huonyeshwa kihisabati kupitia kanuni. Ili kuelewa jinsi ya kutumia kanuni kutatua baadhi ya changamoto za fizikia, ujuzi wa hisabati unahitajika. Kiasi chote katika fizikia huonyeshwa kwa namba na vipimo ambavyo vinapaswa kuendeshwa kwa kutumia dhana na stadi za hisabati. Kwa mfano, kuamua kasi ya kitu kinachosonga, mtu anapaswa kupata uwiano kati ya umbali uliosafirishwa na muda uliochukuliwa. Mathematics plays a big role in the field of information and communications technology, ICT. Computer programs, applications, software, and computer languages make use of mathematical concepts. For instance, the HTML, Hypertext Markup Language, and CSS, Cascading Style Sheets, use color notations such as #0000, which represent black, #0800 for green, and #8000 for maroon. Furthermore, the digits 0 and 1 are commonly used in computing systems in computers. Hisabati ina nafasi kubwa katika fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, TEHAMA. Programu za kompyuta, programu tumizi, programu kombora na lugha za kompyuta hutumia dhana za hisabati. Mfano wa kawaida wa matumizi ya namba ni katika kufafanua rangi katika lugha za uundaji wa wavuti. Kwa mfano, HTML na CSS hutumia nukuu za rangi kama
0000000 inayowakilisha nyeusi, hashtag 0080000 kwa kijani na hashtag 800000 kwa kahawia. Zaidi ya hayo, tarakimu 0 na 1 hutumiwa kwa kawaida katika mifumo ya kompyuta. Mathematics is widely applied in daily life activities related to business studies. For example, if one wants to determine profit or loss in business, a difference between the buying price and the selling price is to be calculated. If the buying price is less than the selling price, the business makes profit. If the buying price is higher than the selling price, the business makes loss. Mathematics is also applied in other areas, such as in loan borrowing, determining prices of items, among many other applications. Hisabati inatumika sana katika shughuli za kila siku zinazohusiana na masomo ya biashara. Kwa mfano, mtu anapotaka kuamua faida au hasara katika biashara, tofauti kati ya bei ya kuuza na bei ya kununua inapaswa kukokotolewa. Ikiwa bei ya kununua ni chini ya bei ya kuuza, biashara hupata faida. Ikiwa bei ya kununua ni kubwa kuliko bei ya kuuza, biashara hupata hasara. Hisabati pia inatumika katika maeneo mengine kama vile katika kukopa mikopo, kuamua bei za bidhaa, miongoni mwa matumizi mengine mengi. Geographers require mathematical calculations to find the distance from one place to another, finding gradients, altitudes of hills and mountains. Through mathematical calculations, geographical locations of different places are determined using latitudes and longitudes, and real-life objects, such as buildings, are represented on a map through the use of scales. Wanajiografia wanahitaji hesabu za kihisabati kupata umbali kutoka eneo moja hadi jingine, kupata mwinuko na kimo cha vilima na milima. Kupitia hesabu za kihisabati, maeneo ya kijiografia ya sehemu mbalimbali hubainishwa kwa kutumia latitudo na longitudo, na vitu halisi kama majengo huonyeshwa kwenye ramani kwa kutumia mizani. Mathematics helps in describing various historical activities, such as duration of events, and expressing historical events which happened at different points in time. For example, a simple mathematical operation is used to determine duration of historical events, such as world wars, colonial periods, and time spent by leaders in positions, determining dates and ages of fossils by using some mathematical principles, such as carbon-14, among many other applications. Hisabati husaidia katika kuelezea shughuli mbalimbali za kihistoria kama muda wa matukio na kuelezea matukio ya kihistoria yaliyotokea kwa nyakati tofauti. Kwa mfano, operesheni rahisi ya hisabati hutumika kuamua muda wa matukio ya kihistoria kama vita vya dunia, vipindi vya ukoloni na muda uliotumiwa na viongozi madarakani, kuamua tarehe na enzi za visukuku kwa kutumia kanuni za hisabati kama kaboni 14, miongoni mwa matumizi mengine mengi. Mastering basic concepts of arithmetic can enable a person to understand better and manage literary works. A kind of writing which can draw attention to readers depend on several factors, such as number of words per sentence, the number of sentences per paragraph, and the number of paragraphs per page. For example, 20 words in a sentence are considered as average. Thus, in analyzing writing style, one need to find an average number of words in each sentence, which requires mathematics concepts. Kumudu dhana za msingi za hesabu kunaweza kumwezesha mtu kuelewa vyema na kusimamia kazi za fasihi.
Aina ya uandishi inayoweza kuvutia wasomaji inategemea mambo kadhaa kama idadi ya maneno kwa kila sentensi, idadi ya sentensi kwa kila aya na idadi ya aya kwa kila ukurasa. Kwa mfano, maneno 20 katika sentensi moja yanachukuliwa kuwa wastani. Hivyo, katika kuchanganua mtindo wa uandishi, mtu anahitaji kupata wastani wa idadi ya maneno katika kila sentensi, jambo linalohitaji dhana za hisabati. The knowledge of mathematics plays a vital role in music. For instance, playing one note in piano has a different sound as when 3 harmonic notes are played together. Music notes are distinguished mathematically by their different values. A semibreve has 4 beats, a minim has 2 beats, crotchet has 1 beat, quaver has half a beat, semiquaver has a quarter a beat, and so on. Reading and playing music represented by notes in a music sheet depends on the mathematical ability to understand these values. Maarifa ya hisabati yana nafasi muhimu katika muziki. Kwa mfano, kupiga noti moja kwenye piano kuna sauti tofauti na wakati noti 3 za ulinganifu zinapopigwa pamoja. Noti za muziki hutofautishwa kihisabati kwa thamani zao tofauti. Semibreve ina mipigo 4, minim ina mipigo 2, crotchet ina mkipigo 1, quaver ina nusu mkipigo, semiquaver ina robo mkipigo na kadhalika. Kusoma na kucheza muziki unaowakilishwa na noti kwenye karatasi ya muziki kunategemea uwezo wa kihisabati wa kuelewa thamani hizi. Mathematics is important in all forms of sports and games. For example, in many sports and games, winners are those who have accumulated highest number of points. Furthermore, in most of the sports and games, there are specific number of players in the playing ground. For instance, a football team has 11 players, while a netball team has 7 players. Moreover, players in some games, such as football, are given names in terms of numbers. In football, a goalkeeper is normally assigned number 1. In addition, all playing grounds are prepared with specific standards of measurements. Hisabati ni muhimu katika kila aina ya michezo na mashindano. Kwa mfano, katika michezo na mashindano mengi, washindi ni wale ambao wamekusanya idadi kubwa ya alama. Zaidi ya hayo, katika michezo na mashindano mengi, kuna idadi maalum ya wachezaji kwenye uwanja. Kwa mfano, timu ya mpira wa miguu ina wachezaji 11 wakati timu ya mpira wa pete ina wachezaji 7. Zaidi ya hayo, wachezaji katika baadhi ya michezo kama mpira wa miguu hupewa majina kwa kutumia namba. Katika mpira wa miguu, kipa kwa kawaida hupewa namba 1. Aidha, uwanja wote wa michezo hutayarishwa kwa viwango maalum vya vipimo. Learning mathematics and using mathematical skills in daily life enhances problem solving, critical thinking, effective time management, among many other importances. Kujifunza hisabati na kutumia stadi za hisabati katika maisha ya kila siku kunakuza utatuzi wa matatizo, kufikiri kwa makini na usimamizi mzuri wa wakati miongoni mwa umuhimu mwingine. Financial management requires mathematical skills during the preparation of budgets. Calculations are done to ensure the budget prepared correlates with the funds collected. Usimamizi wa fedha unahitaji stadi za hisabati wakati wa kuandaa bajeti. Hesabu hufanywa ili kuhakikisha kwamba bajeti iliyofanywa andaliwa inaambatana na fedha zilizokusanywa. Problem solving is one of the most important skills in life. Mathematics is one of the most effective ways to increase analytical and logical thinking, which helps us to become better problem solvers. Utatuzi wa matatizo ni moja ya stadi muhimu zaidi maishani. Hisabati ni njia mojawapo yenye ufanisi mkubwa wa kuongeza fikra za kichanganuzi na kimantiki ambayo hutusaidia kuwa watauzi bora wa matatizo. Time management is a key to success for everyone. Therefore, time must be carefully managed.
mathematics helps to determine the time spent on every activity so as to maximize its efficiency. Usimamizi wa wakati ni ufunguo wa mafanikio kwa kila mtu. Kwa hiyo, wakati lazima usimamiwe kwa makini. Hisabati husaidia kuamua muda unaotumika kwa kila shughuli ili kuongeza ufanisi wake. Questions. 1. What is mathematics? 2. Explain 5 mathematical skills that are useful in your daily life activities. 3. Choose any 5 subjects of your choice other than mathematics and explain with vivid examples how each of them is connected to mathematics. 4. Write an essay arguing whether or not learning mathematics is important in our lives. Maswali. 1. Hisabati ni nini? 2. Eleza stadi 5 za hisabati ambazo ni muhimu katika shughuli zako za kila siku. 3. Chagua masomo yoyote 5 kati ya yale yasiyokia hisabati na kwa mifano wazi eleza jinsi kila moja yanavyohusiana na hisabati. 4. Andika insha kubishana kama kujifunza hisabati ni muhimu maishani mwetu au la.